sasa umebadilika, uendavyo muda mambo nayo yabadilika. Amisichenda kirya machonyi digo na duruma rahairi zihana kauma na kambe utirichanjira. Nilikuwa chamani jana, wenzangu walisema matokeo ya mtihani wa kitaifa ya kidato cha 4 yalitoka. Na mbona Daudi hajaniambia kuhusu hilo? Daudi usipomuuliza hata kuambia kitu. Marahaba. Tata. Anda kutengeneza. Shikamoo. Faida ya mtoto ni ipi kama hatosaidia wazazi wake? Kila asubuhi ni wewe na kukimbia, na huku unahitajika kukamua. Matokeo ya mtihani yalitoka, mbona haujanifahamisha? Asingelikuwa mamako kuelezewa kikundini kwao, singejua lolote kuhusu hilo. Daudi, rekebisha mwenendo wako. Basi moja kwa moja naanza na upande wangu wa kushoto. Ninaye hapa mgeni, namuona ako tayari kabisa kujitambulisha. Tafadhali jitambulishe kidogo. Asante sana Mani Julius.
Mimi naitwa Kazo Mwambire na nafanya kazi na shirika la Ahadi. Pale mimi ni mchanganuzi wa masuala ya kijinsia. Asante sana. Karibu sana. Vile vile upande wangu wa kulia kunaye mgeni hapa, naona uko tayari kabisa. Kwa hivyo jitambulishe. Swadakta kabisa. Pia mimi kwa majina nafahamika kama John. Mazao ya mwaka huu naona akishinda mwaka jana. Ahadi na mimi pia ni mchanganuzi wa masuala ya kijinsia. Asante sana mtangazaji. Imetimu saa 1:30 simalize haraka. Jeka tuendelee. Napigia picha na endelea kulima hadi pale. Hadi wapi? Pale kwenye mkode pa. Kupata huduma piga simu nambari 072574. Mbona umejipatia malipo ndogo? Ninyi wenyewe mnataka madaraka sawa na wanaume. Pili, hutaki Tumaini alimu, unataka asome kila wakati. Kwa hiyo utamlimia wewe. Akiolewa itakulazimu ukamlimie huko kwa mumewe kwa sababu atakuwa bado anasoma. Vidokezo vya habari Kisugua nami Cherotai. Kikundi cha wanamzini Cultural Center kwa ajili ya filamu ya pili kwa jina Hadi Mwakani, ikiwa ni baada ya kuachilia filamu ya Soko la Aibu. Kwingineko ni kwamba majaji 20 wa kike waapishwa na Daktari Odakazo avumbua dawa ya viwavi. Ama kweli dunia yaelekea mwisho. Majaji 20 wa kike waapishwa ili watu gandamize sisi wanaume. Hiyo haitawezekana. Wanawake tuna haki zetu pia. Tuambiwa kila siku kule vikundi. Haki gani? Kuanzia leo mambo na vikundi kwisha. Nikisikia umeonekana tena huko, utakiona cha mtema. Lakini vikundi vina manufaa gani? Hizo ni kambi za wanawake kusengenya waume zao. Nimeshasema hakuna kwenda vikundini. Ole wako tubutu. Utajua kwa nini kangana maneno shi. Ndio kueleweke vipi? Nasema mwenzio. Matokeo ya mtihani yalitoka juzi, lakini sijaangalia mtandaoni. Nakwambia wewe umepita. Na ikitokea nimeanguka, pendo litabaki pale pale ama litazima ghafla kama kibatari kwenye upepo. Matokeo ya mtihani yasiyo tatizo. Ndio shaka moyoni. Nakupenda mabubu. Napenda pia mtanashati. Mwanyu, karibu. Asante, wambaje na hali? Mzima, sina neno. Naingia kutoka shamba. Napasha maji moto. Kaoga. Vijana moshi tayari ushakwenda. Enzi za kuoga maji baridi zimetuishia. Zangu karibu. Baada ya mkeo kufariki, nilikushauri uoe mke mwingine, lakini ukutilia hilo maanani katu. Mtu hupenda mara moja kwenye maisha yake, na hivyo ndivyo ambavyo naamini. Nikifikiri mwanamke mwingine, nahisi namsaliti mamake Sofia. Mungu aeleze roho yake alipema peponi. Ardhi yote ulionao utamrithisha msichana? Sofia angekuwa mvulana, hata nisingekuwa na shaka. Kumbuka, la Mungu la heri siku zote. Like snort.
panga ratiba masomo yako vizuri ili tusaidiane kazi shambani. Umuhimu wa masomo unafahamu? Uliacha darasa la 7 kwa hiari yako. Leo hii unajizururia ovo kama mbwa koko. Nipange ratiba. Hata kama nilikatisha masomo, ugumu na umuhimu wake na ujua. Baba, mama wanaambia niende shambani. Mbona wewe leo hii? Masomo chuo kikuu sio rahisi kama unavyodhania. Msukumo wa mama ndio unakufanya usiende shambani. Ila sikudhani ungenidharau kiasi hiki mdogo wangu. Samahani baba kuhusu awali. Matokeo kweli yalitoka. Sikutaka kuwajuza ile hali sijui niliunga alama ngapi. Nasikia kuna njia ya simu weza tumia ukaletewa majibu. Kweli lakini sina vocha baba. Inagharimu shilingi ngapi? Shilingi 30. Sawa, utamwambia mamako baadaye akupe. Mwanangu, najua nyakati zimebadilika, lakini nakuomba usiuasi utamaduni wetu, uhifadhi. Kama ukibahatika kwenda chuo kikuu, mavazi haya ya kisasa ukayavae huko. Ukiwa hapa nyumbani, vaa ya kikwetu. Ukiweza pia chuo ya bebe ukawafahamishe wengine kuhusu mavazi yetu asilia. Nitafanya hivyo baba. Huo mtindo wako wa nywele sitaki kuona nikirudi kutoka malishoni. Kati ya mali na urafiki, siku zote nachagua mali. Mzee Kombo hana mrithi wa ekari zake. Nitamtekenya, akikubali nimoe Sofia. Nitakuwa nimebaki na hatua moja tu, hatua ambayo inahitaji umakini. Ni saa ngapi saa hii mke wangu? Jua liko juu. Takriban saa 6 kuelekea saa 7. Mbona mkoko haujalika maua? Ina maana nitashinda njaa? Isitoshe hata nguo zangu pia hujafua. Chakula na usafi wa nguo vyote vinahitaji maji. Nilikuwa namalizia kuchanja kuni kisha niende kuchota maji maana yanaisha. Hebu njoo. Samahani babake Sifa kwa kutukwambia hili mapema. Kitoweo cha jana kiliisha na mwenye duka amekataa kutukopesha. Deni limekuwa kubwa. Yaani shamba lote tulilonalo umeshindwa kwenda tafuta mboga. Tumaini naye yeye na chuo na yeye hadiriki hapa nyumbani. Saa hii kazi za nyumba zimekulemea. Mwache Tumaini apate elimu, maana ndio ufunguo wa maisha. Swala kamili ni kuhusu Sifa. Tangu aache kusoma amekuwa akirandaranda sana. Pia mimi hainipendezi. Ili kutatua tatizo hili naona tumuoze. Akiwa na majukumu atatulia. Ametimu miaka 25 sasa na kuunga mkono hapo.
Lakini mahari utatoa wapi? Hilo ni jambo dogo mke wangu. Tumuoze Tumaini. Tumuoze Tumaini? Tumaini angalisoma. Istosha hatujui ni yake kuhusu swala la ndoa. Hakuna litakaloharibika. Tumaini pia ni mwanangu. Hawezi kulipinga swala hilo. Tumaini ana bidii masomoni. Sasa hapo unataka kuniulia. Sofia, unajua ninapokioga kesa changu? Hapana, labda unielekeze. Nenda ukale kwanza, alafu tuongee kwa ufupi. Mama, nasinjaa. Chakula tayari. Unatoka wapi? Kula mahewa kwa kina Kajuku. Kumbe umekula, njaa yatoka wapi? Natoka kusikiza mziki, si kula mama. Vijana wa siku hizi wanachosema ni tofauti kabisa na wanachomaanisha. Sijapika bado. Soma kisha unieleze. Maandishi yote yanahusiana na ununuzi wa ardhi yetu, mashahidi na majirani wetu. Sofia, wewe ni mtoto wangu wa kipekee. Zamani wasichana hawakutishwa mali. Nyakati zimebadilika. Shamba hili liko mikononi mwako. Nyaraka hii hifadhi vizuri. Mbona nitia wasiwasi baba? Ni kitu gani kimesibu? Maana huu ni usia. Hakuna jambo la kutilia shaka. Wazazi wengi hurithisha mali watoto wao. Maisha yao yapo ukingoni. Sikutaka kufanya hivyo msichana wangu. Sawa baba. Haya, kiregesho ulipokuchukua. Afadhali panya kiumo, lakini si hapo. Hata ukijaribu kuondoa kitu kitabaki papo hapo. Na maanisha nini? Penzi lako limeushika moyo wangu, umepiga sumaku. Mwanzio nisemeje David? Sio masomoni, hata mtoto ni wewe tu. Sikujua mapenzi yanaweza kutewa wazimu. Tabasamu lako la ukosha moyo wangu. Tumaini, unanifaa. Hekalu la upendo nimelijenga moyoni. Njoo usali ndani yake. Naomba siku ya mimi na wewe kufunga ndoa ifike. Usije ukawa nani ada David. Mbeleni ukajalikana penzi letu. Katu siwezi. Umeshikilia panga. Najua safari yako ni hii. Nimeishiwa mwenzangu za hapa. Njema, nashukuru. Nashukuru. Wacha nianike haraka ili tuwahi mapema. Tumaini hajarudi toka chuo. Hajarudi bado. Mwanangu yajitahidi. Said David pia alikuwa chuo kikuu. Mkosefu wa karo akamchelewesha. Ngoja nichukue shoka hapa. Haya. Daudi nimerika na mwanangu Sifa. Matokeo ya kidato cha 4 pia ametoka. Natumai Daudi alifanya vyema. Ni leo jioni atujuze, maana hajayaangalia bado.
Jambo lazima nilamanya. Tunachukane lazima Kombo. Binadamu kweli ana akili hasa mimi. Pombe yote tulikunywa ilikuwa ya mkopo. Mimi simlipi ngo hata aende hendi. Kwanza na makosa ya kutolewesha kabla masaa ya mtutu. Ufisadi umeendelea sana nchini. Hivi sasa watu wanatafuta njia ya kuboresha na kuimarisha. Si pia ni ufisadi? Wanasema ukitegemea halali utakufa maskini. Fanya uwezavyo utoroke umaskini. Chagwe la. Snore. Nilivyokosa kondeni nilijua tu. Vipi? Kuna tatizo? Mbani warare uchi ate muje masiki dogo warare unamanyikana warare uchi amaye mje masiki dogo warare unamanyikana. Na katiba hii inasemekana inarekebishwa, kwani marekebisho hayaishi? Marekebisho hayataisha. Viongozi wenyewe wanataka badilishwe ili kukinga maslahi yao kila uchao. Kweli kabisa. Mambo ni mengi. Muda pia unayoyoma. Twenzetu, hii ni njia ya chief. Tuondoke tusije tukaambiwa tunataka kufanya maandamano tukaletewa KDF. Ama tukatazwe mahindi ya msaada. Umekitoa wapi Sofia? Kina ushahidi wa ununuzi wa shamba lenu. Tafadhali, hebu kirudishe kabla babako ajue. Nina hofu moyoni. Lazima uwe na hofu, ulichokifanya si sahihi. Sifa sijakiiba kitabu. Baba amenikabidhi, amenirithisha shamba. Amekurithisha shamba? Sahihi. Amekueleza ni jambo gani lilamsibu mpaka kukutisha mapema wakati ni mwingi wa afya? Hilo ndilo linanitia hofu. Sijamuona na dalili zozote za kuhofia maisha yake. Na hata nilipomuuliza, ameniambia ameamua kufanya uamuzi mapema. Kama ameamua kufanya uamuzi mapema ni sawa, ila bado natilia shaka. Ungeanguka mtihani ningesikia vibaya sana. Maana kipindi na kusomesha wazee wenzangu walisema na kutendekeza, wengine wakataka nikuoze. Leo umefiata ndimi zao kuchezea fursa. Sasa fikiria safari ya chuo kikuu ikaika hana. Safari ya chuo kikuu? Hebu nijuzeni kitu gani kimesigwa hapa? Mwanangu amepita. Mtoto wetu sio mwanao pekee. Mtoto wetu amepata alama ya B-. Hongera mwanangu, hongera sana. Daudi, asubuhi nilikwambia kuhusu mtindo wako wa nywele na mavazi yako. Mbona kimila unaniacha? Tuko 2020 sasa. Kama tuko nani? Najua nyakati zimebadilika, lakini haimaanishi tupate mila za kukaribu. Baba, nipe uhuru wa kuvaa nitakavyo. Kimila chetu unakiacha. Wajukuu wangu utawapitishia vizazi. Elimu isikutie upofu. Kijiji kizima mwendo wenyeji hata majukumu. Kila mahali utakapopita, yule ni mtoto wa mzee, yule ni mtoto wa mzee. Familia yao inapata mila za magharibi. Sipendi. Hodi. Karibu.
Nilikuwa nimejipumzisha. Mamako naye basi anachelewesha chakula. Nimepitia jikoni, ugali tayari, bado mboga. Afadhali. Hai, niambie uje wako mwanangu. Baba. Kusema kweli nimepata mchumba. Swala hilo nimelizungumza na mamako mchana. Hai, msichana anatoka wapi? Anatoka kijiji jirani, ni mtoto wa Mzee Kombo. Asante kwa kunifahamisha mwanangu. Sawa baba. Nitazungumza na mamako kisha tupange kuhusu posa. Sawa. Uwe na usiku mwema. Nawe pia mwanangu. Bado Sifa. Sifa amekuwa hapa. Amepata mchumba anataka kumwoa. Anatokea wapi huyo msichana? Maana sitaki mkaza mwana mwenye halimi na kuvaa suruali utadhani ni mvulana. Amesema anatoka kijiji jirani. Ni mtoto wa Mzee Kombo. Japo Mzee Kombo mwenyewe tasimfahamu. Sina shaka mimi. Bora binti mwenye heshima na bidii. Daudi, tumepata mgeni. Karibu Husna. Asante. Hongera kwa kufanya vyema demu. Asante. Kwema lakini? Kwema. Shikamo. Marhaba. Karibu mwanangu. Nashukuru. Nimeagizwa kuleta barua na mwalimu mkuu Mrs. Juliet. Mpe kiti mwenzio angalau akae. Ni hata simkaaji. Naomba niwaache maana nahitajika shule. Muwe na mchana mwema. Nawe pia. Huyu naye ni mwalimu wako pia? Ni mjumbe. Tena ni rafiki yetu Tumaini. Yule mtoto wa Mzee Fanya. Chuma. Hata kama umeshikika na shodi. Si mnashinda kunipigia Husna. Ndio nikaona nikupitie. Nilidhani nitakukosa. Watu wanaroka kondeni. Baba ndio uteta kila siku kupenda shamba. Mama, unitetea ili nipate muda mwingi wa kusoma. Achana na hayo Nimekiona kidume chako. Nimeona wapi asubuhi hii? Kwao. Ungemuona jinsi alivyofurahi. Kipi kimekupeleka huko? Barua yake toka kwa mwalimu mkuu. Amepita mtihani. Amepata B-. Kijana na akili. Usimwache hata sekunde moja. Swala unalolizungumzia si jepesi. Isitoshe nyakati zetu tofauti na sasa. Mume kujichagulia mke, mke naye kujichagulia mume kuolewa naye. Sofia ni mtoto wako. Na hakika ukimsimulia haya atakubali. Kwa maana hata thubutu kupinga. Mzee Kombo. Tufuate taratibu za mila yetu. Achana na mila za magharibi. Acha tuyafupishe. Mimi nitaongea na msichana wangu. Akikubali azimio lako itakuwa heri. Endapo atakataa, rafiki yangu, usihisi vibaya. Akinikubalia nimuoe, nitakuongezea ng'ombe 5 juu ya mahari yake. Na kuahidi hilo rafiki yangu. Kweli unanijali. Nitakuwa nakunywa maziwa kila uchao. Mimi bado mtanashati. Nikishamuoa binti yako, uhusiano wetu ndio utazidi kuimarika. Sawa. Sisi wazee ndio tunajua kulea. Shamba lenye rutuba, Kombo mambo wako wamefika ukingoni. Nyaraka atazitoa
nitalipanda minazi lote. Sitahitaji kwenda kilabuni tena. Nitalewa papa hapa. Haya, mkashinde tu bai. Jirani. Wewe nawe. Sijui itakuwaje nikifika nyumbani. Kunani? Si babake Sifa alikataza kuja chamani. Mbona? Yadai ni ukumbi wa kusengenya wanaume na kufundishwa sheria ambazo zatufanya tuwagandamizi. Hilo unajua si kweli. Ni mara ngapi tumekuwa vikundini hatujawavunjia heshima. Ukirudi muelezo muhimu wa vikundi vyetu, bila shaka atakuelewa. Nitajaribu. Nzuri. Kuna mgeni kidogo, lakini akitoka ataingia. Sawa. Karibuni. Babako hajarudi toka shamba? Nimerudi. Nilikwambia nini kuhusu vikundi? Umeamua kutoroka shambani wakimbilia chamani. Ina maana hutii amri yangu? Najua nimekukosea. Naomba msamaha. Leo hii nikikutaliki kwa kutoheshimu amri yangu, kikundi kitakuoa? Hapana. Hapana nini? Lakini mume wangu, ni mara nyingi nimeenda chamani na sijai kuvunjia heshima. Nimepitia dukani kwa Albert. Nikalipa lile deni. Maana leo tumevunja chama. Umelipa shilingi 12,000 mke wangu? Zilizobaki tamlipia Tumaini karo na matumizi mengine hapa nyumbani. Sikujua hilo mke wangu. Karibu. Karibuni. Tumeshukuru. Habari za huku? Nzuri sana. Shikamoo mwalimu. Tafadhali kaeni. Muendeleaje? Tunashukuru tu wazima. Naam. Upandacho ndicho unachovuna. Hongera sana David kwa kufanya vyema. Asante sana. Nimewaiteni kuwapa habari njema. Kupitia kwa juhudi zake amejipatia scholarship ya kwenda nchini India kusomea udaktari. India. Serikali imejitolea kukulipia kila unachokihitaji, hata hati ya usafiri. Hiyo. Punde tu hati ya usafiri ikitoka, nitamtuma Husna awaletee. Tumeshukuru sana mwalimu kwa msaada wako huu. Karibuni. Ndivyo ilivyo, maana nyota njema huonekana asubuhi. Kabisa. Daudi alikuwa anaonekana mtu mwenye bidii na mkakamavu.
Utamaduni wetu zote lazima tuweze. Huyu mzee ya nyuma huwa namuona mara nyingine sokoni, lakini simfahamu. Ni mtoto wa Mariam Chengo, anaitwa Fanya. Walihama kijijini kwetu kitambo wakiwa wadogo. Hata anifahamu. Nasikia tetesi anafundisha binti chuo kikuu. Nasikia ameanza kutibu mifugo hapa kijijini. Anafundisha msichana. Faida kwa mkwe wake. Jamii itafaidika pia. Hakuna daktari wa mifugo hapa kijijini, atakuwa wa kwanza. Endelea kuchelewa. Sio kuchelewa Sophie. Jana niliongea na baba, ananiunga mkono pia. Mipango ya ndoa yetu bado tunaipanga. Siwaje kuniposa. Sophie, mambo ni polepole. Mwambie babako una mchumba anataka kuoa, asikutafutia mwanaume mwingine. Hii ni ngumu. Mila na desturi zetu haziruhusu sisi wasichana kujichagulia mabwana. Mila na desturi hizo zilipitwa na wakati. Wewe kamfahamisha. Ijapo zimepitwa na wakati, lakini kwa baba bado. Sasa tufanyeje? Jibu la swali hilo unalo, langu jicho tu. Zihana kauma na kambe utirichanjira Samila na tamaduni ya mwenga udu. Tumaini? Naam baba. Saidia maji ya kunywa mwanangu. Ahadi iteni jama kweli tuzingatie wahidi kuzitunza mila na tamaduni zetu. Ahadi iteni jama kweli mwanangu, kama mzazi mimi hukutakia kila lililo jema. Umri wako umetimia wewe kuanzisha familia. Ina maana nikatisha masomo kwa kuolewa? Angalia umri wa kakako, amefikia wa kuoa lakini sina mahari. Mahari yako itamsaidia yeye kuoa. Hata hivyo unaweza endelea na masomo ukiwa kwa mmeo. Siku zote hukupenda nisome. Hilo nalidhihirisha wazi. Usinichukulie vibaya mwanangu. Usisahau mila zetu. Nataka kusoma, sitaki kuolewa. Na kama nitaolewa, ningependa kuchagulia mchumba. Hiyo ni haki yangu. Sasa umebadilika uendavyo muda, mambo nayo yabadilika amizichenda iria machonyi digo na duruma rahairi zihana kauma na kambe utirichanjira Samila na tamaduni ya mwenga udumishe utamaduni wakwewe. Usidumishe na mila zosi za kwewe, tuitunze ahadi. Ahadi ni deni jama, kweli tuzizingatie. Wahidi kuzitunza mila na tamaduni zetu. Ahadi ni deni jama, kweli tuzizingatie. Kama na kisasi tuache jamaa, tuiweke ahadi.